Yes, miongoni mwa tetesi ambazo zimechukua nafasi kubwa zaidi katika kandanda la soka zaidi Tanzania bara ni uwepo wa winga ambaye ni hatari kwelikweli. Sasa Simba na Yanga wapo kwenye ushindani wa hali ya juu kwelikweli, na mpaka sasa Simba wamefikia makubaliano binafsi kwa maana ya personal terms na winga wa kushoto wa Sekhukhune United ya Afrika ya Kusini Calesto Magarwa mwenye umri wa miaka 29. Tayari Simba umekubaliana kila kitu, mshahara, bonus, sign off fee na urefu wa mkataba, na nyota huyo wa South Africa kocha Steve Beck amehusika pakubwa akimpambania kiungo huyo winga huyo kuja kushuka pale dimbani na kukichafua zaidi kwa msimu ujao 2026-2025. Mazungumzo baina ya Simba na Sekhukhune United yanaendelea, na kama watakubaliana ada ya uhamisho dili itakamilika. Yanga nao wanazungumza na Sekhukhune United, hawajatoka kwenye vita hiyo. Imagine, utakumbuka zaidi hapo awali Yanga ndo waliwahi na walitangulia kurusha kete katika mazungumzo hayo. Sasa hatujajua mpaka sasa hivi, mimi na wewe hatujui kati ya Simba na Yanga ni nani atamchukua winga huyo miongoni mwa mawinga ambao ni hatari kweli kweli. Na mpaka sasa utakumbuka zaidi amezidi kufanya makubwa na amezidi kufanya pakubwa zaidi. Na ukikumbuka kwamba kwa kuwa Calesto Magarwa ni winga wa kushoto, hawa ni baadhi ya wachezaji wanaocheza nafasi hiyo au wanaweza kucheza upande huo. Na kama unavyojua pale Simba Sport Club yupo Elie Mpanzu, kwa hiyo awe na uwezo mkubwa wa kumzidi Elie Mpanzu winga wa kushoto au kulia. Lakini vile vile yupo Anicet Oura, na tunamjua winga huyo ambaye amefanya vizuri sana katika msimu huu 2025-26, kitu ambacho wengi wao wamezidi kumpongeza. Na kwa upande wa Dar es Salaam Africans, basi uweze kushinda kumtaja mtoto wa Uganda, yupo pale Rusty Boni wa timu hiyo ya Dar es Salaam Africans, Starboy Aaron Okero ambaye naye anaonekana nafasi hiyo huenda ikibahatika kuingia pale patakuwepo na competition kwa maana ya upinzani wa hali ya juu sana. Utakumbuka zaidi jina kamili la winga huyo wa kushoto anaitwa Matalala Calesto Magarwa ambaye alizaliwa tarehe 3 Januari mnamo mwaka 1997. Mahali alipozaliwa utakumbuka ni zaidi pale Afrika ya Kusini, Makopane, Limpopo. Nafasi yake ni winga wa kushoto, pia anaweza kucheza winga wa kulia na mshambuliaji. Mguu anaotumia zaidi ni kulia kweli kweli. Na utakumbuka zaidi historia yake kidogo ni nzito kweli kweli. Alianza kung'ara kwenye academy za Limpopo kabla ya kusajiliwa na Mamelodi Sundowns mwaka 2017. Ili kupata muda wa kucheza alitolewa kwa mkopo katika vilabu mbalimbali, ambapo aliweza kuhusishwa na Maritzburg United, Morocco Sounders, ipo TS Galaxy All Stars, Upingo City ambako alifanya vizuri sana na kufunga mabao 10 kwa msimu mmoja. Mwaka 2024 winga huyo wa kushoto akupoa zaidi, alijiunga na Sekhukhune United ambako ameendelea kuwa mmoja wa wachezaji muhimu wa timu. Utakumbuka zaidi rekodi yake, amefanya pakubwa pala akiwa na Sundowns, Mamelodi, miongoni mwa timu ambazo zina ushawishi mkubwa zaidi barani Afrika. Na mpaka sasa mafanikio ambayo alionayo ni makubwa so far. Amebeba ubingwa wa ligi kuu ya Afrika ya Kusini mara 3 akiwa na Sundowns, Mamelodi ambaye ameshinda pia Nedbank Cup na Tencom Knockout akiwa na Sundowns. Vile vile amewakilisha Afrika Kusini katika timu ya vijana under 20. Na utakumbuka zaidi nafasi ambayo alionayo, uwezo alionayo na kasi kubwa zaidi, dribbling nzuri, kupiga chenga, kupiga cross na kutengeneza nafasi za mabao, uwezo wa kucheza pande zote mbili za ushambuliaji. Wapo atasajiliwa na Simba Sport Club, ataleta ushindani mkubwa kwenye nafasi ya winga na kuongeza kasi pamoja na ubunifu katika safu ya ushambuliaji. Je, karata hiyo inaenda kwa Dar es Salaam Africans Jangwani au itabaki Msimbazi katika timu ya Simba Sport Club? Yes, mimi na wewe hatujui, tuzidi kuona ni nani atanyakua, lakini mashabiki wengi wakisema kuwa endapo atatia karata yake pale Jangwani huenda itakuwa ni sehemu ambayo sio sahihi, wengine wakasema ni sahihi. Na mpaka sasa miongoni mwa timu ambayo imezidi kuonesha nia zaidi ya kudaka saini yake ipo timu ya Simba Sport Club ambayo inatamani sana kudaka saini yake, huku wengi wao wakisema kuwa huenda atakuwa mmoja wa wachezaji ambao ni tegemeo na wanamsubiria kweli kweli. Na utakumbuka mpaka sasa Simba Sport Club wamebahatika kuchukua wachezaji ambao wameweza kupita Mamelodi Sundowns, akiwepo Rushaini, bila kusahau Neo Maema, na tumeona performance yao na wanazidi kufanya makubwa na kufanya vizuri kweli kweli. Kuja kwa mchezaji huyo ambaye ni nguli kweli kweli na penyewe pataleta upinzani mkubwa,
tuendelee kuona kitu gani ambacho kitaendelea kufuatilia. Cha msingi bonyeza alama ya kengele kwa maana ya kusubscribe, utakuwa mtu wa kwanza kuendelea kupata habari zetu kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sisi ni Mile Media TZ. One more time.